Wapendwa watazamaji wa Catholic Moshi Online TV, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, ambapo leo kanisa linafanya sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu. Sherehe hii huadhimishwa Ijumaa baada ya Dominika ya pili baada ya Pentekoste. Pia huwa baada ya sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa sababu za kiliturujia, kanisa huadhimisha Jumapili. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Kumbukumbu ya Torati, sura ya 7 aya ya 6 hadi ya 11, na somo la pili linatoka katika waraka wa kwanza wa Mtume Yohane kwa watu wote, sura ya 4 aya ya 7 hadi ya 16, na injili vile vile inatoka katika Injili ya Mathayo sura ya 11 aya ya 25 hadi ya 30. Tunaongozwa na ujumbe huu katika masomo haya kwamba upendo hiari wa Mungu ni uchaguzi wa kuwa karibu na sisi binadamu. Upendo huu ni ule usio na mipaka. Toka anguko la wanadamu, Mungu anatamani kuwa nasi karibu. Kwa upendo huo umemfikisha mwanaye kutundikwa msalabani, na ndiyo kilele cha upendo wake kwetu. Tukisoma Injili ya Yohane sura ya 15 aya ya 13, inatuambia hakuna upendo kupita upendo wa mtu atoaye nafsi yake kwa ajili ya rafiki zake. Hii inadhihirisha pale mkuki ulipochoma moyo wake tukapata sakramenti mbalimbali. Inaonyesha bado katika hali ya maumivu yake tunapata neema. Moyo wa Yesu ni shule ya upendo, chemchemi ya huruma, na tunaalikwa kwa namna ya pekee mapade wote, kadiri ya agizo la Papa Yohane Paulo wa pili aliotoa mwaka 2002. Siku hii iwe ni siku ya kuomba toba, uongofu na utakatifu wa maisha yetu, na kujisadaka bila kujibakiza katika utume wetu. Kinara wa uenezaji wa ibada ya moyo mtakatifu wa Yesu ni Mtakatifu Margareta Maria Alacoque mwaka 1673 na mwaka 1675. Alipata kutokewa na Bwana wetu Yesu Kristo, na aliona moyo wake ukiwaka moto na umezungukwa kwa taji la miiba, likionyesha madhara ya kujeruhiwa kwa dhambi zetu. Na mwaka Pius wa 9 aliweka rasmi sherehe hii katika liturujia na ienee duniani kote. Tukirejea katika masomo yetu, na hasa somo la Injili linatoka katika Injili ya Mathayo sura ya 11 aya 25 hadi 30, inadhihirisha Mungu ni upendo, na katika upendo huo amemchagua mwanawe kuwa mpatanishi baada ya sisi binadamu kukosa. Kabla ya haya hizi, Yesu analaumu miji ya Korazini, Besaida na Kapernaumu kwa kukataa kutubu licha ya miujiza mikubwa kwao. Lakini anashukuru kwamba bado upendo wa Mungu upo kwa wale watu wachanga, yaani watu wenye moyo wa umaskini, unyenyekevu na wenye kiu ya kupokea upendo wake. Maana ufalme wa Mungu haupatikani kwa hekima au elimu ya kidunia, bali kwa moyo wa unyenyekevu, msamaha na upendo. Hata kama masumbufu ya dunia yanatukumba na kutusumbua, tusishindwe kuwa na moyo huu. Yesu ametuhakikishia tumpelekee yanayotusibu, yaani mizigo yetu, tupate mzigo wake ulio mwepesi. Yeye anatupatia neema ambazo zinalainisha ugumu wa mapambano yetu ya kutafuta utakatifu na kuishi upendo usio na masharti. Na katika somo la kumbukumbu
la Torati sura ya 7 aya ya 6 hadi ya 11 tunaona upendo uliopo kati ya Mungu na taifa la Israeli. Ni upendo usio na masharti na wajibu wake ni kutii. Upendo wa Mungu kwa taifa la Israeli ni wa hiari na anaonyesha uaminifu wake kwa ahadi alizowekea baba zao, yaani Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Upendo huu kwa taifa la Israeli unadai wadumu katika utambulisho wao na utii. Utambulisho wenyewe ni kushika sheria za Mungu na kushika amri zake. Kwetu pia upendo wa Mungu unatudai tuujibu katika kufuata maagizo yake, yaani kuishi maisha ya sala, maisha ya sakramenti na kushika amri za Mungu. Upendo daima unadai kuleta faraja baina ya pande zinazopendana. Kama ilivyo Mungu alivyokuwa faraja kwa taifa la Israeli, na ndivyo kwetu sisi pia. Katika somo la waraka wa kwanza wa Mtume Yohane kwa watu wote sura ya 4 aya ya 7 hadi ya 16 tunaona kipindi cha Yesu ambapo wanafunzi wake walionja upendo wake. Yesu anadhihirisha wazi kwa wanafunzi wake upendo ni asili na tabia ya Mungu. Ndio maana hata katika ukosefu wetu tuna mwana anayetupatanisha na Baba, na ndio upendo wa Mungu kwetu kwa vitendo. Tunaalikwa tuichunguze nafsi zetu. Je, upendo wetu kwa Mungu tunaonyesha kwa nje tu? Yaani kwa mfano kuonekana unahudhuria misa mara kwa mara, kuonekana unasali vizuri sana, au pia kuvaa rozari na kwa ndani tunaweka pembeni amri za Mungu, msamaha na sakramenti zake. Maisha yetu ya Ukristo sio mchezo wa kubahatisha, na ndio maana kupendana sisi kwa sisi sio tukio la mara moja. Tunahimizwa kutoa na kupokea msamaha ili upendo wetu uwe na mizizi ndani ya Mungu. Tunaalikwa kulifahamu pendo la Mungu kwetu na kulidhihirisha kwa wenzetu ili tuwe ndani ya Mungu. Tumshukuru Mungu daima kwa upendo wake kwetu. Ninayekuletea tafakari hii ni mimi Padre Gaspar Ruwa'ichi wa Jimbo Katoliki la Moshi. Tumsifu Yesu Kristo.